Kwa majina anaitwa Jessica Mahamudu Msola, mwakilishi wa wananchi nafasi ya udiwani kata ya Buyuni. Leo nimepata ugeni kutoka TARURA jiji la Dar es Salaam, kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa jiji. Napenda kutoa shukrani nyingi sana pia kwa ugeni huu, kwa sababu kama nilivyoanza na TARURA tarehe 31 Januari, tulikuwa tumeanza na daraja hili ambalo sasa hivi mnaona liko katika kiwango cha box culvert, lakini sasa wako katika hatua za mwisho ili tuweze kukamilisha. Lakini pamoja na kuja kuangalia maendeleo ya daraja hili box culvert ambalo liko hapa kwa Masista, ambako kama nilivyowaambia tutapata urefu wa urekebishaji wa barabara kwa kiwango cha changarawe kilomita 4 kutokea hapa nilipo hapa sasa hivi kutokea Sadala Zavara. Lakini vile vile tumeanzia mtaa wa Italiani kuja Kigezi mpaka Kigezi, kuanzia Kigezi juu mpaka Kigezi chini. Inaitwa Mhandisi Francisco Makoli, niko TARURA Ilala. Sisi ni msaidizi wa msimamizi mkuu wa huu mradi wa Zavara box culvert, ambao mpaka sasa mradi huu upo katika 60% ambao unaendelea kujengwa na upo katika ufungaji wa formwork na nondo kwa ajili ya utawalishaji wa kumwagwa kwa zege kwa ajili ya kuta hizi. Kwa hiyo mradi huu ni wa gharama wa shilingi bilioni 1.3 ambao una include madaraja mawili, hili na jingine ambalo lipo Kinyerezi limeshakamilika, ambao unaendelea kufanywa kazi. Harriet Zozim ni mkazi wa Kuchanika Kigezi. Kama hivi mnavyoona tunapata kero sana na hii barabara, kama watoto vile, angalia mtoto wangu anapita kwenye dimbwi, tunashindwa kupata, yani kutatua. Serikali tunaomba sana mtusaidie. Kama mnavyoona bodaboda, as you can see, tunapata tabu sana na tumelia muda mrefu, lakini bado hatusikii kilio chetu. Tunaomba mtusaidie sana. Kwa majina yangu naitwa James Bigera, ni mjasiriamali lakini pia ni mwalimu. Barabara ya Kigezi chini Kigezi juu ni mbovu. Pengine leo unazungumzaje na mvua hizi za masika? Kiukweli zinatesa watu wengi, watu wa bodaboda pamoja na magari, hata katika shughuli mbalimbali ambazo zinazoendelea aidha zinazotumia barabara hii. Watu wengi wanaathirika, hasa unapoona we mwenyewe mazingira barabara jinsi yalivyo. Tunapita shida na vyombo vyetu vinaharibika na kila mtu anatamani kukuwa na chombo, lakini kutokana na mazingira barabara anashindwa.